Ambapo maonyesho ya kilimo ya mwaka huu kaunti hiyo ya Makueni yameingia siku ya pili hii leo katika uwanja wa maonyesho mjini Makindu. Ukulima unaozingatia mbinu za kisasa hasa za kusaidia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ukipewa kipaumbele kwenye maonyesho hayo. Mary Kialo anatuarifu. Ni maonyesho yanayoangazia pakubwa ukulima wa mimea na vyakula vinavyoweza kufanya vyema katika maeneo kame. Kulingana na gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junior, wakulima kaunti hiyo wakielimishwa kuhusu njia bora za ukulima huo. Crops ambazo zinapandwa hapa ni zile ambazo zinapandwa katika sehemu kama hizi za Makueni, tunaziita arid areas. Na mafunzo ile wanafunzwa hapa na World Agricultural Officers wetu wako hapa, ni ile tunaita climate smart agriculture. Yaani unajua kwamba mvua haitatosheleza, kwa hivyo unafanya ile kilimo ambayo utaweza kuifanya na maji kidogo ama irrigation kidogo. Maonyesho hayo yakitoa fursa nzuri kwa mashirika tofauti ya kilimo kuonyesha mbinu tofauti za ukulima na ufugaji wa mifugo, kati yao ikiwa ni shirika la utafiti wa mimea na mifugo KALRO, ambalo linaonyesha mimea ambayo imefanyiwa utafiti na ni bora kwa binadamu. Teff is a crop which is very much resilient to dry climates, and with these times of climate change, we are telling the farmers to plant only what they can harvest. It's a food secure crop, it's very nutritious, it's dual purpose, it can be fed. Once you thresh, the rest can be fed livestock. Sio kufuga mbuzi unapeleka huko zinarandaranda, na ukipeleka sokoni unapata 2,000 ama 3,000. Kama hizo zangu, mbuzi wa miezi 6 ni 10,000. Mbuzi wa mwaka mmoja na miezi 6 ni 25,000. Kwa hivyo ni kilimo biashara, ndio mimi ninalima na kikundi yangu. Aidha, serikali ya kaunti ya Makueni ikitaka maonyesho hayo kujumuishwa katika sako ya maonyesho ya kilimo nchini, wakishikilia kuwa maonyesho hayo yana manufaa bora kwa wakulima wa kaunti hiyo na hata kaunti jirani. Leo tunaonyesha pia machines. Wakulima, tingatinga za kulima ziko hapa, tingatinga za kubale ziko. Bado tunaonyesha livestock. Tuko na ng'ombe za maziwa, zile zinaweza kutoa maziwa 85 liters per day. Tunaonyesha mbuzi za Gala goats na tunaonyesha ufugaji wa samaki. Jambo ambalo tunataka tufanye siku za usoni ni kwamba tunataka tupatiwe ruhusa hii pia ikuwe part of the SK show circle. Mary Kialo, Undugu TV.